bana. Godfrey Mchungu yuko hapa, Samson Charles pia yupo, na hii tunakwenda mpaka 3 kamili za asubuhi. Bwana Mchungu, shwari kama kawaida? Mambo yanakwenda? Jumatano leo. Tunaendelea kuhesabu siku zile za kwenye uchaguzi. Waki ngapi? 8 sasa hivi. Waki 7. Haya wagombea. Sasa bana, tutazame yaliyojiri kwenye Morning Express na ziko taarifa nyingi. Jana niliona taarifa ya rais mstaafu wa Ufaransa. Kuna kesi yake ya muda mrefu, kahukumiwa, alikuwa hajaanza kifungo. Jana rasmi ameenda gerezani. Ameenda kuanza kutumikia miaka yake 5. Nicolas Sarkozy. Sarkozy miaka 5. Kifungo chake. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amekuwa rais wa kwanza wa zamani wa taifa hilo, wa taifa la Umoja wa Ulaya kufungwa jela baada ya kuanza rasmi jana kutumikia kifungo chake. Jana nimeona video mbalimbali wakati anatoka nyumbani kwake na mkewe na familia yake, na wananchi wakiwa nje wakimpungia kwamba sasa mheshimiwa kwa heri. Waandishi wa shirika waandishi mbalimbali jana walishuhudia Sarkozy mwenye umri wa miaka 70 akiondoka nyumbani kwake asubuhi, baada ya muda mfupi akaingia katika gereza la Sante lililopo mjini Paris akisindikizwa na maafisa wa polisi. Sarkozy anatumikia kifungo cha miaka 5 jela. Mawakili wake wamesema wamewasilisha ombi la kutaka kuachiwa kwake. Sarkozy aliyeongoza Ufaransa kutoka mwaka 2007 hadi 2012. Mwezi uliopita alipatikana na hatia ya kutafuta ufadhili wa kampeni kutoka kwa kiongozi wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi katika uchaguzi ambao alishinda. Wafuasi wake kadhaa walikuwa nje ya makazi yake mapema kabisa, baadhi yao wakiwa wamebeba mabango yenye picha yake. Sarkozy sasa ndiye kiongozi wa kwanza wa Ufaransa kufungwa jela tangu Rais Philippe Pétain ambaye alishirikiana na utawala wa Kinazi. Pétain alifungwa jela baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Sarkozy ndani miaka 5. Lakini cha kusikitisha hapo ni kwamba kesi yake inatajwa aliongwa au alifadhiliwa na Kanali Muammar Gaddafi wa Libya. Ambaye Kanali Muammar Gaddafi kutazama mwaka ule 2012 aliuliwa, unaweza kusema aliuliwa mtaloni na vikosi vya NATO. Sasa fikiria kiongozi wa nchi za Kiafrika alikuwa anazifadhili chaguzi za nchi za Ulaya. Na historia ukitazama ya Nicolas Sarkozy na uhusiano wake na Kanali Muammar Gaddafi, unatajwa kwamba Gaddafi alikuwa ana uhusiano mzuri na viongozi wengi ukitazama wa nchi za magharibi. Lakini nchi za magharibi walikuwa na mtemu kwamba ni kiongozi ambaye alikuwa anakandamiza demokrasia. Kwa hiyo wakamtaja kama ni dictator. Na ukimtazama Gaddafi ni kiongozi ambaye anaingia katika historia katika kile ambacho kinachoitwa Arab Spring. Arab Spring ilikuwa ni vuguvugu la mabadiliko ambayo ilitokea nchi za Kiarabu. Ilitokea miaka ya 2011, 2010 mpaka mwaka 2012. Liliondoa viongozi wengi ambao wamekaa madarakani takribani miaka 30. Waliondoka kina Hosni Mubarak, wakina Zen Ali kule Tunisia akaondoka, Gaddafi akaondoka. Mtu ambaye aliponea chupuchupu ni yule Bashir al-Assad ambaye ameondoka mwaka huu hapa baada ya mapinduzi. Kwa sasa Gaddafi ni kiongozi ambaye cha kwanza alikuwa ni kiongozi ambaye ni strong katika Afrika, na alikuwa ukitazama anaiambia Afrika iweze kujitegemea. Yeye alikuwa anaamini katika kutengeneza United States for Africa. Sasa Nicolas Sarkozy mwaka 2007 vile ana historia tamu sana, kwa sababu huyu naye ndo aliwaambia kabla aliingia madarakani mwaka mmoja, miezi michache baadaye kilifanyika kikao katika mji ambao unaitwa Bucharest katika nchi ya Romania. Huyu ndo aliwaambia kipindi kile kina Chancellor Angela Merkel na kina George Bush kwa jamani, huu mpango wetu wa kutaka kuingiza Georgia na Ukraine NATO utakuja kupelekea hata hatari ya vita ya 3 ya dunia. Sasa baada ya uchunguzi mkubwa ambao ulikuwa unafanyika muda mrefu, na yeye kimsingi alikuwa anapinga mashtaka kwamba yeye ufadhili wake hajaongwa wala kufadhiliwa na Kanali Muammar Gaddafi. Wengine wamtazama kwamba inawezekanaje wewe kama kiongozi, ilitaja kwamba Gaddafi anatakiwa atoe pesa ili kwa lengo asiweze kushtakiwa
kwa yale mambo ambayo yanatajwa kwamba alikuwa anakandamiza haki za binadamu. Na Gaddafi itakiwa apelekwe ICC, kwa maana kwamba International Criminal Court, mahakama ya kimataifa ya haki za jinai. Lakini inatajwa kwamba Sarkozy alimtaka bwana Gaddafi atoe hera. Sawa, atoe fedha. Kwa lengo sasa aweze kumtetea kwa wakubwa wenzake hata kule mahakama za kimataifa. Kwa uchunguzi umepatikana katika nchi ya Ufaransa na imemtaka kwamba aweze kwenda kutumikia kifungo jela. Lakini ukitazama anaenda kusoma vitabu, na inashangaza, unajua viongozi wengi ambao ni jela waenda kusoma vitabu. Hitler aliandika kitabu akiwa jela. Tumeshuhudia viongozi wengi wa Kiafrika wakienda jela na kusoma vitabu, na Sarkozy vile vile anaingia katika lindi la viongozi ambao wakiingia jela wanasoma vitabu. Kwa sasa imepelekea vile vile mitafaruku mikubwa, kwa sababu kiongozi wa Ufaransa maana ni kwamba sana ana kinga ya urais sasa hivi. Anaweza kushtakiwa. Kwa sasa atatumikia kifungo cha miaka 5 jela, lakini yeye anasema kwamba anayefungwa hapa sio rais, bali ni mtu ambaye ana hatia kwa makosa ambayo ameyafanya. Kwa msikiliza, ukisoma taarifa ya mkuu wa gereza anasema atakuwa kwenye eneo lake peke yake. Kwa sababu ya hadhi yake tofauti na wafungwa wengine. Lakini pia ataweza kutumia uwanja kufanya mazoezi mara 2 kwa siku akiwa peke yake sababu za kiusalama. Yes. Lakini jela ni jela tu. Jela ni jela hata ukiekwa uani kwa sababu huna uhuru. Of course, lakini mimi jana anasema atakuwa na televisheni. Atakuwa nafuatilia. Atalipia, akiweza kulipia euro 14 kwa mwezi. Anaweza pia kuwa na simu. Anaweza kupewa simu pia kama anawasiliana. Wanamtreat kama presidential. Kimsingi ukitafsiri maisha ya jela za Ulaya utasema ni tofauti ni maisha ambayo mtu ambaye hana kazi ya Afrika na atamani. Jela za Ulaya. Unaweza kaisi ni utani. Lakini kwa mtu ambaye unapewa TV, unapewa nini, unapewa kama tu umepanga, kwa sababu analipia. Ni kama umepanga. Unalipia, unapewa TV. Sasa uhuru hauna. Unalipia, unapewa mazoezi. Kuna mtu asiye na uhakika wa kula hana uhuru zaidi. Mtu asiye na uhakika wa ulinzi. Hivi unajua ni bora kwa mfano utembee, sawa, una uhakika kula mlo mmoja kuliko unaweka kula milo 3 afu unapangiwa nini cha kufanya. Uwanja wa mazoezi bure upo, kiusalama analindwa. Wanatumia internet, atatumia simu. Unatamani maisha ya Sarkozy. Sio mimi. Sio mimi nimekwambia. Kuna mimi sijakwambia natamani. Mimi na maisha yangu hapa Tanzania mazuri tu. Ila ni maisha fulani sio ya mati. Just tumeshaamini kwamba gerezani ni sehemu ya kwenda kupata mateso fulani, upate uchungu, kutoka usirudie. Unajua ndio maana hata Zanzibar wanaita chuo. Nalipia wifi mjomba gerezani. Sawa. Na magereza wenzetu wana sheria kabisa zile za kindoa. Wanatambua kabisa kuna haki hiyo. Haki za kindoa. Haki ya faragha. Sasa mtu unakaa unaangalia series unayotaka. Alafu ambacho nakikosa ni kwa nyumbani kwake. Alafu kumbuka haki zake kwa mfano za kiafya ni kubwa sana. Uchunguzi wa kiafya. Ni rais huyo mstari. Umeelewa bwana? Kuna faragha zake zingine. Sawa. Hiyo inaweza sio big story, lakini big story ni kwamba ni namna wenzetu ambavyo wako serious katika kusimamia maadili ya watumishi wa umma. Huyu ni kiongozi, ni rais mstaafu. Kile amekwenda jela. Watu wamekomaa naye hiyo kesi, wamechunguza. Unajua nilikuwa naliona taifa la China kama ndo taifa liko serious sana katika ile eneo. Na kuhakikisha viongozi wake. Juzi hapa waziri wa ulinzi China walimwengua. Baada ya kubainika kwamba alichukua rushwa fulani. Na mataifa yote yaliyoendelea mchungu dunia hii tunazungumza. Taifa ambalo halijapiga hatua katika kudhibiti rushwa sio rahisi kuendelea. Kwani maendeleo nafikiri kwa ni ya kila mtu. Yaani sio, yaani uwezo kaendelea. Yaani hujadhibiti rushwa, yani wewe utatupiga bla bla tu. Tafsiri ya maendeleo kwa wale ukiona wenzako wanaendelea, kwa mfano kuna level tu kawaida. Kama kuna watu wanapiga hatua kuliko unyamake, ni kwamba kuna vitu wenzao wanafanya nyinyi mfanye. Ni sahihi kabisa. Ni simple. Kuna vitu ambavyo kuna uchumi wenzao wanafanya nyinyi mfanye. Na ndio maana tutaendelea kufananishwa kwa mfano mataifa yanayoendelea na nchi za Ulaya, kwa sababu uchawi ni mmoja tu. Cha kwanza kuna udhibiti wa fedha za matumizi ya fedha za umma. Ambapo
nisikia ripoti moja, kiongozi wetu alikuwa anafoka, anasema hivi unaitafuna nchi yako wewe mwenyewe, ripoti ya CAG ilipotoka. Umeelewa bwana? Kwa maana kwamba kuna fedha ambazo ukizipigia mahesabu unaona kabisa zinafanya jambo fulani. Na ndio maana kuna wagombea urais sasa hivi kwenye uchaguzi huu wanaahidi vitu si naona ni vya ajabu. Yes, naona viwezi vikatokea. Ukikaa na mgombea kwa mfano Ada Tadea anakuambia yeye amefanya kazi serikalini, Georges. Amefanya kazi serikalini. Anakuambia anajua kiasi cha fedha zinazoingia. Kwa hiyo akiahidi elimu bure na wewe mwanafunzi akimaliza anaweza akampa mtaji, anamaanisha. Sasa kwa kuwa ni kama tujazoezwa hivi, yani kama mnaona hakuna hela, yani unajua miujiza hivi. Morning Express. Kwingineko bana, Japani imepata waziri mkuu wa kwanza mwanamke.